Rahby Digital, haki na ukweli. Je, unahitaji taarifa kamili na uchambuzi wa ndani zaidi? Jiunge sasa katika grupu letu la WhatsApp kwa malipo nafuu kabisa. Utapata uchambuzi wa kila siku, mchana na jioni, update za dunia kwa haraka zaidi, fursa ya kumuuliza maswali Rahby papo hapo na kupata majibu ya haraka zaidi kutoka kwake. Usikose nafasi hii adhimu. Jiunge sasa na uwe mbele ya taarifa kuliko wengine. Tupigie kwa simu namba 065446. Kuna message moja nimetumiwa sana toka jana. Watu wengi mmekuwa mkinitumia mkitaka nitoe maoni yangu, na mimi maoni yangu huwa ninayaleta kwenu. Hii message imeambatanishwa na taarifa ambayo iliandikwa na gazeti la The Times of Israel ambayo inasema Israel officials say Irani strike killed over 30 security chiefs and 11 nuclear scientists. Hii ni taarifa ambayo ilikuwa imeandikwa na gazeti la The Times of Israel ya tarehe 28 ambayo ilikuwa imetaja kuuawa kwa wanasayansi. Ni taarifa ambayo ya Israel ilikuwa imetaja kuwaua wanasayansi wa 30, yani maafisa 30 wa ngazi za juu na wanasayansi 11 wa Irani. Lakini katika hii taarifa nadhani iliambatanishwa na taarifa ambayo ndio wengi mmekuwa mkiniuliza niseme. Taarifa ambayo inatajwa kuwa Israel site his hacked shocking leak. Yani kuna taarifa moja ambayo kwa mujibu wa hii taarifa ukifuata inasema kuwa udukuzi ulifanyika kwenye site muhimu ya Israeli na kugundua kuwa Israeli ilikuwa imeficha taarifa kutokea vifo vyote na nini, ilikuwa imeficha taarifa. Sasa wengi mmetaka nizungumze kuhusu ukweli wa hii taarifa. Kwanza nitaisoma ilivyo alafu tuje tujadili. Taarifa hii inasema Israeli inasema Irani katika mashambulizi yake iliyofanya ndani ya Israeli iliua majenerali 6, top 6 generals. Halafu maafisa 32 wa Mossad. Halafu inataja kuwa iliua maafisa 78 wa Shin Bet. Halafu iliua wana Navy wale, jeshi la wanamaji Navy. Navy waliua 27 Navy officer. Halafu likawaua wanajeshi wa anga Air Force officer 198, wanajeshi 462 soldiers. Halafu ikaua civilian 423. Hawa wote wameconfirm wamekufa. Halafu imefanya athari ya mfumo wa ulinzi wa anga damage ya dola bilioni 11. Hii ni taarifa ambayo imeandikwa na baadhi ya mitandao ambayo imeizunguka sana hii taarifa, ikidai kuwa hii ndio taarifa ambayo ilidukuliwa kutoka kwenye vyanzo vya Israeli ikitaja hasara ambayo Israeli ameipata. Sasa taarifa hii haipo popote. Nimejaribu kupekua kwenye vyanzo vyangu na ipata kama vile tetesi, kama inavyokuja, kama hivi tetesi. Yani mtu amekaa amejifungia sehemu akaanza kutoa figa zake. Ukichukua namba iliyotolewa huwezi kukataa kuwa Israeli amepata hasara, lakini ukichukua namba ya iliyotolewa hapa utaona kuwa imeongezewa. Yani aliamua kuiandika, aliamua kwa kuiongezea, yani alitia chumvi sana kuliko uhalisia wa ukweli kuwa ndani ya siku 12 wanajeshi 400, civilian 100 ngapi. Licha ya kuwa Israeli ni anaficha sana taarifa, hataki kila kitu kionekane na kila kitu anataka kukifanya gizani, ni kwa sababu kukwepa aibu ya vifo. Lakini namba iliyoandikwa kwenye hii sio namba halisi. Yani Israeli amepata hasara, watu wengi wamekufa, hilo liko sawa, na hasara ni kubwa. Mfano kama mifumo ya ulinzi kwa hakika imepata hasara kubwa sana, lakini namba ya vifo sio halisi, hailingani na uhalisia na ukweli, licha ya kuwa Israeli anaweza kuficha taarifa. Na unakumbuka hata mashambulizi ya awali yale ya mwaka jana, Israeli ilificha taarifa hata zilivyokuja kuvuja kutoka kwenye ofisi ya PMO, Prime Minister Office ya Netanyahu alikuja kuwaka sana baada ya zile taarifa kuvuja kwenye hasara ya zile ndege ambazo zilidaiwa. Kuna ndege za, unajua wakati wanapewa taarifa mashambulizi yanakuja, walikuwa hawajajiandaa, kwa hiyo ndege nyingi zilikuwa zimepaki Negev. Israeli ana ndege nyingi sana, zaidi ya ndege 340 ambazo zote amepewa na Marekani. Kwa hiyo ana ndege nyingi sana. Inatajwa ziliteketea ndege nyingi sana wakati ule, lakini taarifa ilifichwa. Ila ilivyokuja kuvuja ikaonekana kweli kulikuwa kuna hasara kubwa ya mali zikiwemo ndege
ikiwemo watu waliouawa, lakini taarifa zilikuwa zimefichwa. Kwa hiyo kwangu mimi hili la kuficha taarifa ni kawaida kwa Israeli. Kuwa nimekuwa nikizungumza mara zote, na sasa hivi rafiki yangu kutoka Kenya alikuwa ananiambia, Rahbi, nakubali maneno yako kuwa kifo ni kitu kigumu sana, kwa sababu kwa Waisraeli kifo ni kama aibu. Kama aibu vile kifo kikitokea, ndio maana wanaweza kuficha taarifa ya vifo. Alafu wale wengine vifo ni ushujaa, ndio maana wanaweza wakatoa taarifa ya vifo kuwa hawaogopi kifo. Ila upande huu kifo kwao ni aibu, ndio maana wanaweza wakaficha namba. Na ndio maana niliwaambia toka katika yale mashambulizi kabla ya ceasefire, kwa sababu ceasefire ilitokea Jumanne nadhani, lakini Israeli alisimamisha kutoa taarifa ya vifo toka Jumapili. Kwa hiyo Jumapili, Jumatatu, Jumanne, siku 3 zote, mashambulizi yote alikuwa hakutoa taarifa, ila alikuja kuongeza watu 4 tu kwenye taarifa ya mwisho. Watu 4 tu kwenye mashambulizi ya Beersheba yale ya siku ya mwisho ndio alikuja kuade taarifa, ambayo ukitazama baadhi ya loko za ndani ya Israeli zenyewe zilisema watu waliouawa ni kati ya 9 na 12 ndio waliouawa, lakini taarifa yenyewe ilitoka ya watu 4 tu. Hiyo ni kawaida wao kuficha, kwa sababu pressure ya ndani ni kubwa. Hao watu kufa kwao ni laana. Sasa yani kuna watu wanasema eti kifo ni mpango wa shetani. Sasa mpaka kwa unajiuliza kuwa maana yake shetani ana nguvu tena itakuwa kuzidi Mungu kama kweli kifo ni mpango wa shetani, kwa sababu ni kila siku watu wanakufa. Maana yake utasema kuwa shetani anaua watu kila siku. Hapana, kifo, uhai, vyote vinatoka kwa Mungu na vimekadiriwa. Vimekadiriwa kuwa hii imekadiriwa hapa mpaka hapa. Ndio maana katika Qur'ani kuna aya inasema kuwa yatakufikieni mauti popote mtapokuwa, hata kama mtakuwa kwenye ngome iliyokuwa imara, bado mauti yatawafikieni. Maana yake kuwa hiki kitu kimeandikwa na tarehe yake. Na ndio maana niliwaambia last 2 week kuwa aya ya pili ya surati al-Mulk, wakati nilikosea nikasema surati al-Baqara, aya ya pili ya surati al-Mulk kwenye Qur'ani imetaja Mungu, uhai na mauti, lakini aya ile ilianzia mauti. Mungu ambaye ameumba mauti na uhai, haikuanzia uhai, ilianzia mauti na uhai kwenye sura ya pili ya surati al-Mulk. Aya ya pili ya surati al-Mulk Mwenyezi Mungu amezungumza kwa mujibu wa Qur'ani kuwa mauti. Kwa hiyo mauti sio kitu kinachotoka kwa shetani. Mauti na uhai ni vyote vinatoka kwa Mungu aliyeumba. Kama utasema mauti yanatoka kwa shetani, maana yake utampa cheo shetani kuwa yeye ana nguvu kuzidi Mungu, ambaye yeye maana yake kuwa vifo vinatokea vingi hadi vya watoto wadogo wanakufa. Maana yake kuwa Mungu kashindwa kuwalinda wote? No, shetani mwenyewe ana hukumu yake. Shetani mwenyewe atakufa. Shetani mwenyewe, kila kitu kimewekwa kwa utaratibu. Kwa hiyo yupo aliyopo ni super power ambaye amepanga vitu kama hivi. Sasa hawa wao kifo ni laana, ndio maana unaona kuwa hawawezi kutaja kuhusu kifo. Lakini hawa upande wa pili, kama kuna video moja nilikuwa nikiona ya mwanamke mmoja kule Gaza, familia yake na watoto wake wote walikuwa wamekufa kwenye shambulizi la Israel. Ukimtazama sura yake na jinsi alivyokuwa anaongea, nadhani mmewahi kuiona kwa confidence, hakuwa akilia. Yani alikuwa anashukuru kwa sababu anasema watoto wangu wamekufa katika njia niliyokuwa naitaka ya kufa. Yani wala sina pressure yote. Rudi kwenye kauli ambazo alikuwa akizungumza kiongozi wa kisiasa wa Hamas kabla ya kuuawa, Ismail Hania, mwanadiplomasia wa Hamas, alivyokuwa akisema kuwa anasema tunafahamu kuwa njia tunayopita ni ngumu na kitachotupelekea ni vifo tu, na vifo kwetu sisi viliandikwa kuwa ni lazima. Anasema nchi hii mpaka hapa ilipofika imesimama kwenye damu za mashahidi. Hayo maneno alikuwa anayasema. Lakini chukulia ofa ambayo walishapewa mara nyingi viongozi wa Hamas. Mara kadhaa nilikuwa nalizungumza hili. Mfano ukimchukulia Yahya Sinwar hakuwa maskini, hakuwa mtu ambaye labda alikuwa na ganga njaa. Alikuwa ni kiongozi mkuu pale Gaza, anamiliki jeshi, anamiliki fedha, anamiliki kila kitu. Yani wao walikuwa ni multimillionaire, pesa wanayo. Yani kama wangesema kuwa tuachane na hizi harakati, twende tukakae Miami, wangenunua flati za kutosha, au wangenunua mabangalo ya kutosha, na wakaishi na familia zao raha mustarehe bila chochote. Lakini walichagua njia ambayo waliona wao kuwa ni sahihi. Kama wangetaka hayo maisha ya dunia na starehe, basi wao wangekuwa na starehe kubwa sana, kwa sababu walikuwa wanapewa ofa za kutimiza hayo. Lakini walikuwa wanaweza kuchota chochote wanachokiona, kuishi kifalme walikuwa wanaweza. Lakini waliachana na kila kitu, wakaamua kuchagua njia yao. Sasa
rafiki yangu mmoja anaitwa Frank, tuko naye kwenye group, alinitumia message usiku nadhani au asubuhi, ananiambia Rahbi, naomba nikubaliane na wewe kwenye point moja ulioizungumza kuwa Marekani na Israeli waliishiwa mbinu za Irani wakaamua kula kona. Kiuhalisia akasema, ananiambia mimi nimekaa kwenye grupu zako muda mrefu na tumekuwa tukifuatilia vita hii mwanzo kwa muda mrefu sana. Ananiambia nakumbuka mwezi wa 5 mwaka jana wakati Israeli akipigana na Hamas kule Gaza, halafu akawa amebakiza mji mmoja tu. Haya ni maneno ya Frank, ananikumbusha japo kuwa niliwahi kuyazungumza. Ananiambia ilikuwa imebakiza mji mmoja tu wa Rafah, na dunia nzima ilipiga kelele kuwa Israeli asiingie kwenye ule mji. Kuanzia Umoja wa Mataifa walipiga, hadi Marekani ya Biden akatishia kuwa tunazuia, hatukupi makombora, lakini Israeli waliiona fursa ya kuingia, waliingia, hawakuzuiliwa na yoyote. Kwa hiyo kusema kuwa Israeli eti asitishe vita na Irani kwa sababu tu ameambiwa, hakuna. Ni kwa sababu njia zilikuwa zimefunga, hatari ilikuwa ni kubwa zaidi, ndio maana walirudi. Kwa sababu Israeli huwa hana tabia ya kusikiliza nchi yoyote. Kwa hiyo alikuwa ananikumbusha bwana Frank, na nakubaliana naye pia. Nakumbuka huo mwezi wa 5 mpaka serikali ya Biden ilizuia baadhi ya makombora. Wakati ule nikamwambia kuwa pamoja na kuzuia haya makombora ni kama inatuchezea mchezo, kwa sababu tayari ndani ya hifadhi ya Israeli iliyopo kulikuwa kuna zaidi ya makombora. Manake Marekani mpaka wakati huo ilikuwa imeipa Israeli zaidi ya makombora 54,000, na Israeli alikuwa ametumia karibu nusu ya makombora yote, na alikuwa na nusu ya makombora yapo, ambapo na alikuwa amebakiza mji mmoja kuumaliza wa Rafah, ambao ni eneo dogo tu. Sasa kusema kuwa labda hawezi kutimiza ile, no, nilisema wakati ule kuwa kama Marekani alikuwa na nia hasa ya kuzuia Israeli isiendelee na hilo, alitakiwa azuie kuanzia matumizi ya silaha ambazo ziko kwenye ardhi ya Israeli, sio zile ambazo utazileta. Sasa ukichukua lile nimeanza nalo ambalo Israeli ilipata hasara kubwa ya uwezo wake, droni zake nyingi na hasara kubwa ya kijeshi, Marekani imetangaza kwenda kufidia hasara ambayo ilikuwepo. Niliona hadi vyombo vya habari vya Israeli vilikuwa vinazungumza kuhusu upungufu mkubwa wa makombora yale ya rocket ya kupangua. Upungufu mkubwa ulikuwepo, umetokea. Sasa walikuwa Marekani sasa imeidhinisha kupeleka msaada wa takriban dola milioni 510 kwa ajili ya kufidia hasara ambayo Israeli ameipata kwenye vita katika kipindi hiki, yani kufidia lile gap lililopo. Na hiyo inapelekea ziara sasa ya Netanyahu. Netanyahu atakwenda Marekani tarehe 7 wiki ijayo. Atakwenda Marekani kwenda kuonana na Biden. Vitu viwili ndio mjadala, wanaenda kujadili vitu viwili. Mjadala wa kwanza ni kuhusu kinachoendelea Gaza, mauaji yanayoendelea Gaza, na mpango wa kusitisha mapigano au mpango upi ambao unaendelea. Jambo muhimu kabisa ambalo wanaenda kuzungumza ni kuhusu ile drama ambayo wanaicheza kwenye vyombo vya habari na ule ukweli ambao wanauficha kwenye mioyo yao kuhusu kilogramu 400 za urani za Irani ziko wapi. Kwa hiyo wanaenda kujadili tishio halisi la Irani, na ugumu kabisa umekuja, na tishio kubwa kabisa la Irani umekuja baada ya Irani kukataa kukaa kwenye meza ya mazungumzo. Halafu wakati huo Irani imekata usaidizi na IAEA. Halafu wakati huo hatma ya nyuklia ya Iran bado inachezwa kisiasa. Je, unahitaji taarifa kamili na uchambuzi wa ndani zaidi? Jiunge sasa katika grupu letu la WhatsApp kwa malipo nafuu kabisa. Utapata uchambuzi wa kila siku, mchana na jioni, update za dunia kwa haraka zaidi, fursa ya kumuuliza maswali Rahbi papo hapo na kupata majibu ya haraka zaidi kutoka kwake. Usikose nafasi hii adhimu. Jiunge sasa na uwe mbele ya taarifa kuliko wengine. Tupigie kwa simu namba 0654467177 au tuandikie ujumbe ni unge na Rahbi. Tutakuunga moja kwa moja. Rahbi Digital, haki na ukweli.